Tuelekee kule kaskazini mwa Tanzania. Jamii imetakiwa kuhakikisha inatoa haki sawa katika malezi kwa watoto wao wa kike na wa kiume ili kuleta usawa wa kijinsia na kupunguza vitendo vya ukatili kwenye jamii. Wito huu umetolewa na mkuu wa jimbo Dinari ya Arusha Mashariki ya kanisa la Anglican Dayosisi ya Mount Kilimanjaro, Mchungaji Samuel Paul, wakati akizungumza katika maadhimisho ya maombi ya dunia ya wanawake yaliyofanyika jijini Arusha, ambapo amewataka wazazi kuwalea watoto wao bila ubaguzi ili kujenga jamii yenye usawa na kuhakikisha wanajitenga na mafundisho potofu ya kiimani. Wapeleke watoto shule vizuri na wa kike na wa kiume kwa usawa, lakini pia tuweze kuwafundisha vizuri. Tuweze kuwapeleka katika mazingira ambayo ni sahihi na mazuri ili kusudi wakapate kujifunza elimu nzuri, ili kusudi waweze kuepukana na ukatili. Wito wangu kwa kanisa kwa ujumla ni kwamba watu waweze kujifunza neno la Mungu kwa usahihi. Na waangalie watu wanaowafundisha hasa. Kwa sababu wengi wamejiingiza katika makanisa wakifundisha kwa namna ambavyo sio sahihi na hawakuweza kwenda vyuo na hawajajifunza. Lakini wengine wanaweka maslahi yao mbele. Kwa hiyo watu waweze kuchambua vizuri, kujifunza neno la Mungu kwa usahihi zaidi. Akihubiri katika ibada hiyo, mwenyekiti idara ya wanawake na watoto wa dayosisi hiyo Yasinta Manyata amewasihi Wakristo kuishi maisha matakatifu na kutunza uumbaji wa Mungu na kuzingatia maadili mema pamoja na kudumisha umoja na upendo ili kuwa na kizazi kitakachokuwa msaada katika jamii pamoja na taifa. Kwenye jumuiya zetu tunapotamani mabadiliko kwenye kanisa, tunapotamani mabadiliko kwenye nchi, tunapotamani mabadiliko mahali popote pale ambapo tumeona hapaendani sawa, lazima tumkubali Yesu na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo yuko kwa ajili yako. Magonjwa alishatubebea, umaskini alishatubebea, aibu alishatubebea, kukataliwa alishatubebea, kudharauliwa alishatubebea. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mwambie jirani yako, yote yanawezekana. Kutubu na kurudi kwa Mungu, kuishi kwa haki na kumcha Mungu, kumfuata Yesu Kristo ambaye atatupa uzima wa milele, hiyo ndio itakayotusaidia kuishi kwenye dunia yenye furaha na isiyokuwa na matisho na mashaka. Mwenyekiti wa idara ya wanawake Upendo Kakuna amesema lengo ibada hiyo ni kuwajengea wanawake misingi itakayowezesha kutembea katika kusudi la Mungu, huku baadhi ya wanawake wakishukuru utaratibu huo wa kanisa. Tumefanya uinjilisti katika siku ya leo. Tumezunguka katika mitaa ya hapa Usa mpaka Leganga kwa chini kwa ajili ya kufanya uinjilisti wa kanisa letu na kwa wanawake kwa ujumla. Tuna mikakati mingi katika dinari yetu ambayo ni mpya kwa sasa katika kuwaweka wanawake karibu. Tumekuwa na maombi ambayo yanahusisha wanawake, maombi na mikesha, lakini pia tuna encourage wanawake kufanya shughuli mbalimbali za kujiingizia kipato ambazo zinamtukuza Mungu. Kwa hiyo tuna imani kwamba dinari yetu itakwenda mbali zaidi kwa sababu wanawake tumeungana na tunajipa mambo mbalimbali ya kufanya katika parishi zetu ili kuweza kutuinua kipato, kiroho, hata kimwili katika hali ya kumtukuza Mungu. Siku ya wanawake imenifundisha kwamba wanawake ni sehemu ambayo tumeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa nguvu ambazo tumepewa, tunataka tutumie katika ulimwengu huu. Hatukuwekwa tu kama tulivyo kama wanawake, lakini Mungu ametupa nguvu, Mungu ametupa uwezo, Mungu ametupa akili. Kwa hiyo nimejifunza kwa kuona pia wanawake mbalimbali wakijifunza mambo mengi mbalimbali, wakitoa shuhuda mbalimbali ambazo wamezifanya katika kuitumikia taifa, katika kutumikia familia, katika kutumikia dayosisi, katika kutumikia jamii, na kikubwa zaidi mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa anaongoza nchi. Kwa hiyo anazidi kutupa nguvu ya kuomba kwamba tunaweza, tusirudi nyuma, tunaweza. Ni siku ambayo inatukumbusha wajibu wetu ambao tunao wa malezi. Mama ni mlezi, anatakiwa kulea familia, analea kanisa, analea taifa. Hasa tukizingatia pia kwamba jamii yetu sasa hivi inasumbuliwa na mambo ya usagaji na ushoga. Kwa hiyo wamama kama wamama tunatakiwa kusimama kwenye nafasi yetu ili kuweza kuyapinga mambo hayo. Kweli imetuinua sana. Wamama wameonekana wana nguvu sana katika jamii.
tukizunguka, tukiazimisha kwa pamoja, jamii inajua kwamba ni nini tunachokifanya. Na ni siku hiyo wale ambao hawajui wataona kwamba ni siku ambayo ni mahususi sana kwa wamama. Naifurahia sana siku hii ya leo. Ni siku ambayo Mungu aliipanga. Ni siku ya wanawake duniani. Tunaazimisha hasa sisi wanawake. Naona kama tumepewa kipaumbele sana kwenye mambo mengi. Kwenye uongozi ni wanawake. Tunashukuru kwa kuwa watu wametambua wanawake wana umuhimu sana kwao. Tukiwa bado tumesalia huko Arusha, jamii imetakiwa kutambua uthamani wa mwanamke katika malezi ya familia na ujenzi wa taifa kwa kupatia fursa ya kupata elimu. Hayo yamesemwa na mkufunzi wa theolojia kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, Mchungaji Daktari Suzana Sitavo. Wakati akizungumza na Upendo Media, amesema fursa ya elimu imefunguliwa kwa watoto wa kike, hivyo wazazi na walezi wanapaswa kuhamasisha watoto kupenda masomo, kwani mazingira sasa ni wazeshi kwao. Hii inatukumbusha kuhamasisha wanawake wenzetu ili kwamba milango ya elimu imefunguliwa na mazingira mazuri kwa mtoto wa kike au mwanamke ya kusoma iko wazi. Tofauti na vipindi vingine ambavyo ilikuwa ni ngumu sana, lakini mazingira yote yameandaliwa na mwanamke anaweza akasoma, haki zake zikizingatiwa, na akapata matokeo yake salama na kwa wakati pasipo shida yoyote. Kwa hiyo wanawake tuinuke, tusome katika ngazi za juu za elimu ili tuweze kufanikiwa na kufikia malengo yetu. Mwanamke kama mwanadamu yoyote yule anaweza. Mwanamke hana upungufu wa akili. Ameumbwa sawasawa na mwanadamu mwingine yoyote. Anaweza. Inawezekana mila na desturi zimewajengea hali ya kutojiamini, lakini wajifunze kwetu sisi. Kwa upande wake, Dr. Neema Mtulo ambaye pia ni mkufunzi chuoni hapo, ameeleza kuwa hakuna somo gumu linalomshinda familia kulisoma. Hamasishe wazazi, watoto wana uwezo wa kusoma kozi za information technology, kozi za muziki, certificate, diploma, degree, wana uwezo wa kusoma accounts, business administration. Watoto wote wa kike wana uwezo wa kusoma masomo yote, hata ya science yaliyo magumu wanaweza. Lakini kulingana pia na mazingira yetu, hawa watoto wanaweza wakaperform vizuri zaidi. Chuo chetu kina mazingira safi na salama kwa mtoto wa kike, kuanzia ngazi ya certificate, diploma, degree, masters mpaka PhD. Mratibu wa dawati la jinsia chuoni hapo, Elizabeth Kabwe, ameeleza kuwa ni muhimu kuunda madawati ya jinsia vyuoni, kwani limewasaidia kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia, huku mmoja wa wanafunzi ajulikanaye kwa jina la Karista Marenge akieleza umuhimu wa wazazi kuwa karibu na watoto wa kike. Kama mratibu wa dawati la jinsia, tunajishughulisha zaidi katika kuhakikisha kwamba watu wote ambao wako kwenye taasisi hiyo wanaondokana na ukatili wa kijinsia wa aina yoyote. Kwa hiyo tunafuatilia kwa ukaribu sana kuhakikisha kila mtu anapata haki yake, awe mwanaume, awe mwanamke, kuanzia wafanyakazi, wanafunzi mpaka walimu. Kwa hiyo tunajikita zaidi katika kuhakikisha chuo kinakuwa na mazingira sahihi na salama kwa ajili ya wanachuo wote na watu wote ambao wako katika chuo. Ningependa kuwashauri hasa wazazi, hasa kina mama, wapate muda wa kuongea na watoto wao hasa wakiwa majumbani ili kujua changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba. Maana unapomweka mtoto mbali utashindwa kujua changamoto mbalimbali ambazo zinamkumba mwanao, hasa watoto wa kike. Vile vile ningependa kushauri watoto wa kike, wanawake wenzangu ambao wapo manyumbani, aidha walipata mimba wakashindwa kuendelea kusoma au kwa changamoto mbalimbali za ada, wasivunjike moyo. Waendelee kupambana, kuna scholarships mbalimbali zinatolewa, waendelee kupambana, wasivunjike moyo. Vile vile wajiepushe na makundi mbalimbali ya unakuta makundi mbalimbali mabaya kwenye jamii zao, kwani wanapojiingiza kwenye hayo makundi wanaweza kupata mambo mbalimbali. Ndio hiyo natikia ndoa za utotoni, wakaacha shule, wakajiingiza kwenye madawa ya kulevya na uhuni mwingine mwingi ambao utamfanya yeye kama mtoto wa kike ashindwe kufanikiwa. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi kisha nitarejea hapa katika habari za kimataifa. Usiondoke.